Makofi kwa Bwana Yesu katika jina la Yesu. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Asante Yesu kwa sababu leo ametupenda na anatuazia mawazo mazuri. Father, we thank you today. Just lift up your hands, everybody, and say, Lord, minister to my spirit. Pray with me, say, Lord, minister to my spirit. I allow you to reign in my life and to fulfill your promise and your purpose in my life. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Give Jesus a mighty clap of praise. Amen, amen, amen. We are still on the voice, bado tuko kwa sauti. Nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya wapenzi, wasikilizaji na watazamaji ambao wanatusikiza leo. And nataka kushukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu kwetu. I want to thank God for today. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The book of Galatians chapter 1. Galatians chapter 1, wa Galatia sura ya kwanza, tutasoma mstari wa 6 hadi wa 8. Leo nataka tuweze kujifunza jinsi ambavyo unaweza ukapokea kutoka kwa sauti ya neema, how you can receive from the voice of grace. Amen. How you can receive from the voice of the grace. Hallelujah. This is such a loving series here. Are you there? Okay, the book of Galatians chapter 1, we are going to read from verse 6 to 8. Are you there? Amen, amen. Galatians chapter 1, verse 6. 3, go. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ and another gospel. I say verse 6. Can we go verse 6, 3, go together? I marvel that you are so quickly removing from him that called you into the grace of Christ and to the different gospel. Verse 7 together, which is not another gospel, only there are some that trouble you and will pervert the gospel of Christ. Number 8, but though we or an angel from heaven should preach unto you any gospel other than that which we preach unto you, let them be anathema. My version says, let them be anathema. Now, watu wengi sasa hivi, some have even nicknamed me the pastor of grace, which is very good. I speak the grace of God unto the people. Amen. And you see, for every man of God that God uses to deliver people, he gives him an assignment. Amen. Moses was given an assignment by God and was told to go and deliver the Israelites from Egypt, from the land of captivity, to a land, the land of Canaan, which was the promised land. And as long as the Israelites obeyed the instruction given to them by Moses, who had heard from the Lord, they forever succeeded in whatever they were doing. But anytime they rebelled, we know what happened in the Bible, they all suffered. And therefore, when God gave me the message of grace upon the nation Kenya, he told me, my people are so tired of being enslaved by religion, by people, by things, by culture, by traditions. And he said, go and release my grace upon my people.
And I don't want you to ever forget what I'm teaching you today. It is by the grace of God that we are who we are and we are where we are. Kwa wale ambao wamekuwa wakinifuata mtakubaliana na mimi ya kwamba kuna watu wamekuwa wakiona mambo yanafanyika kwangu, miracles, strange miracles, mysteries have been happening day and night. Kuna siku nyingine Marafa ameniuliza, this is abnormal. Kama exactly, according to the natural being, it's abnormal. But according to the heavenlies, this is normal. And today I'll be speaking to you things that once you do them, you hold them, you'll be able to receive from the voice of grace. Now, the voice of grace simply means the voice of Christ. The voice of grace simply means the voice of Christ. Grace means Christ. Grace means love. Hallelujah. Sasa unaposoma Biblia, nataka nikuelezee vile Biblia inaelezea mahali hapa ndio uelewe vizuri. Kabla Yesu Kristo hajaleta neema, wana wa Israeli walikuwa wanaishi chini ya sheria. Na sheria ilikuwa ya kwamba unabarikiwa ama unainuliwa kulingana na jinsi ambavyo unaweza ukaweka maadili fulani ama mambo fulani ukafanya jinsi ambavyo inatakiwa ndiposa uweze kubarikiwa. It was about what you are able to do best. Katika sheria, ukivunja sheria moja umevunja sheria zote 10. Kwa hivyo ilibidi ili ushike sheria, inamaanisha kwamba itabidi ushike sheria zote. Na unapata kwamba katika nchi wale Israeli walipokuwa wanatoka Misri, Mungu akawaonyesha neema. Neema inamaanisha kwamba kile ambacho unapokea pasipo wewe kuhusika kwa kufanya chochote, yani haujatumika na nguvu zako ndipo ukakipata. Wewe umeamini Mungu tu na Mungu amekupa pasipo nguvu zako. Not what you have done, but what Jesus did for you. If it's about what you are able to do, it's still under the law. Grace is about what God has done and not what you have done. Watu wamezoeshwa kufanyishwa kazi, na ndiposa wakati neema inakuja ambayo ni bure, watu wanaona kwamba hii haiwezi kuwa ni ukweli. Maana tuliambiwa lazima tufanye hivi, lazima tulale chini, lazima tuanguke chini, lazima tutoe machozi, lazima tutoe makamasi. Lakini sikiza nikwambie, Biblia inasema ya kwamba wakati tulikuwa bado tungali wenye dhambi, Yesu Kristo alitufia msalabani. Hakuna kile tulifanya kuqualify. Listen to me. According to God's standard of the law, none of you is qualified to receive anything from the Lord. But because we have all sinned and come short of the glory of God, Mungu akaona hawa watu hawawezi haya maneno. Who demanded for the law? Wana wa Israeli waliitisha sheria, maana waliona kwamba Musa alikuwa akizungumza na Mungu kila siku. Akamwambia Musa, hautanena na Mungu peke yako, hata sitaki kusikiza Mungu. Mwambie Mungu aje anene pamoja nasi. Walipoenda, Mungu alipowaambia wajiandae waje mlimani kesho yake, mnaelewa what happened? Wakati mlima ulianza kutetemeka, kukawa na ngurumo, wote wakaogopa. Baadaye wakamwambia Musa, tutasikia kile ambacho utatuambia. Wewe nenda juu uzungumze na Mungu na utuletee. Sikiza kwambia mwana wa Mungu, wana wa Israeli walizoeshwa kufanyishwa mambo makuu. Kuanzia Misri mpaka mlima Sinai, wana wa Israeli hawakufanya chochote. Walikuwa wanaishi chini ya neema. Walikuwa wanapewa kila kitu bure. Wanatoka huko hawakufanya chochote. Walipaka tu damu katika milango kama ishara ya imani. Mungu akawaokoa maisha yao, akaoa wa Misri. Wakaanza safari jangwani, hawakufanya chochote. Wakati wa usiku Mungu akafanyika kuwa nguzo ya moto, mchana akafanyika kuwa nguzo ya mawingu, wakapona. Walilalamika, lakini hata hivyo walipokuwa wakilalamika, Mungu alikuwa anawabariki. Jinsi walivyolalamika, Mungu akawabariki. Walipolalamika, Mungu akawabariki. Wakafika mahali jangwani, mbele yao kuna bahari ya Shamu.
nyuma yao Wamisri wamekuja. Hawakuwa na uwezo wa kupigana na Wamisri, lakini Musa akawaambia wale Israeli, simameni leo mtaona mkono wa Bwana. Biblia inasema kwamba wakasimama, Musa akanyosha mkono juu ya bahari, bahari ikajitenga. Biblia inasema kwamba wale Israeli wakapita katikati, ni kama wale ambao wanapita katika nchi kavu. Hawakufanya tukio, walikuwa wamelalamika, lakini Mungu bado akawapa ukombozi katika bahari ya Shamu. Walipofika ng'ambo ile, wakasikia njaa, wakalia. Mungu akatengeneza chakula ambacho ni chakula cha malaika, kimepikwa pia na malaika kutoka mbinguni, kinaitwa mana. Wakapatiwa chakula, hawakupika, hawakufanya chochote, walipewa chakula, mikate, wakakula, wakalalamika, wakawa safe. Wakafika mahali wakasema, Musa, tumechoka na hii mikate. Musa tena akatengeneza nyama, quails ama wale ndege, wakawa wanakuja wale ambao wameiva, wamepikwa kutoka mbinguni, wakapewa, wakashiba. Kesho yake tena wakalalamika. Baadaye tena Mungu, wale Israeli wakalia, wanahitaji maji. Maandiko yanasema ya kwamba Musa akanena na mawe ama mlima, ukatoa maji. Na huo mlima, maandiko yanasema ya kwamba hii mawe ilitembea pamoja na wana wa Israeli. Yaani ni mawe, baada ya kutoa tu maji, ilikuja tembea pamoja nao. Na hii mawe ikawa ni Yesu Kristo. Wakawa wanapewa kila kitu bure, lakini bado wakalalamika. Wakafika mahali wakamwambia Musa, ambia Mungu atuambie kile ambacho tunastahili kufanya, tunafanya. Kile ambacho tunastahili kufanya. In other words, walikuwa wanaambia Musa, tumechoka na hii mambo yako ya neema. Tunataka tutumie nguvu ili na sisi tuonekane tumeparticipate. Kila wakati mwanadamu anapokataa neema ya Mungu iliyopewa ya bure, basi anajiingiza katika gharama. Na hapo Musa akaenda mlimani kuomba sheria. Sikia nikuambie, alipofika mlimani akakaa kwa siku 40 akimsikiza Mungu. Aliposhuka kila mtu aliona kama Musa amekuwa na Mungu, maana uso wake ulikuwa unang'aa, kila kitu kilikuwa kimebadilika. Lakini alikuwa amebeba sheria 10 ambazo Mungu alimpa mlimani. Alipofika na akatazama kana wale Israeli wanaabudu miungu ya sanamu ili warudishe Misri, Musa mwenyewe akaangusha sheria, na alipoangusha sheria zikavunjika. Sikia nikwambie, Musa mwenyewe aliyeonana na Mungu macho kwa macho hangeweza kuweka hata sheria moja, alivunja akaangusha zote. Sembuse wewe mwanadamu ambao hujaonana na Mungu, unamsikia kwa maandiko, huwezi ukaweka sheria, utazivunja zote. Yohana sura ya 1 mstari wa 17, maandiko yanasema ya kwamba sheria na torati zilitumanishwa na Musa, lakini neema na upendo ulikuja na Yesu Kristo. Yesu alipoona ya kwamba mambo haya ni magumu, akaamua kujifichua yeye mwenyewe. Sikia maana Mungu kwambia, there is grace the person and there is grace the gift. Once you receive grace the person, you have simply received grace the gift as a package, because grace is simply means the love of Christ revealed to mankind. Sikia nikwambie, sheria iliyotolewa kazi yake ni nini? Kazi ya sheria ni kufichua ama kuexpose dhambi zako na makosa na kukupunish for your sins. But the grace of God's work is to reveal the love of Christ and to cause you to encounter the love of Jesus Christ. Many people have told me, watu wengi wameniambia, Pastor, nimejaribu, nimefanya hii, na nimefanya hii, lakini mambo hayaendelee. Hayaendelee ni kwa sababu wewe umefanya, sio Kristo amefanya. If you are not ready to encounter grace, you are still under the law. Anytime you are trying to apply the grace of God and you find the word but, every place but inatokezea, you have broken the law. Anytime you are under the law, you are under the grace, but you still feel like there's something you need to do for you to be what you need to do, you have broken the law. As children of God, our purpose is to receive the grace of God and to reveal the grace of God to the people. And when Jesus came, Wayahudi wakaokoka wengine, wakina Petero, they thought that Christianity is an extension of the law they had received from Moses. They did not know that Christianity is another life in totality. Na ndiposa kitabu cha Warumi kikaandikwa.
Kitabu cha Warumi kikaandikwa kwa sababu hawa watu walidhania kwamba sasa ndio tumeokoka, tutaongeza yale mambo tuliyofundishwa na Musa na tuongeza haya mambo mengine ambayo yanasema usifanye hii, ufanye hii, usifanye hii, ufanye hii. Let me tell you God. Paulo anasema ninachotamani kufanya sikifanyi. Kile sitaki kufanya najipata nimefanya. Ni kwa sababu sio mimi nitendaye, bali ni dhambi isiyo ndani mwangu ambayo inatenda. Sasa sikia kukuambia, kwa hii barabara wasipoweka sheria waseme ya kwamba endesha spidi fulani, hata ukiendesha spidi ya 200 kama unaweza na gari, hauvunji sheria. But immediately wanakuwekea sign, drive at 50. The same conscience will be awakened in your conscience. Utajua kwamba hapa sasa ninavunja sheria. Utaangalia spidi ambayo uko nayo. The law that was given was there to expose your sins, to torture and to punish you for every sin you have committed. But Jesus Christ came that you may have life and that you may have it more abundantly. For the Bible says, if the Son sets you free, you shall be free indeed. Sasa wana wa Mungu walipopokea Injili, walifika mahali wakaanza kusahau. And this is what happened in verse 6 of Galatians chapter 1. Biblia inasema kwamba Paulo anasema na washangaa ya kwamba mmeondolewa haraka sana kwa neema mliopokea, kwa wokovu mliopokea wa Kristo. Ni kwa sababu mtu yeyote ambaye atawahubiria injili ingine yoyote kando na ile injili iliyowahubirieni nyinyi mwanzoni, injili ni kwamba nimeokolewa kwa neema na sio kwa kazi yangu ili nijivune. Nimeokolewa kwa neema bure, si kwa matendo yangu ili niweze kujivuna. Na Paulo anasema ya kwamba iwapo mtu yeyote atawahubiria neno lingine kando na lile ambalo Kristo amewapa, na mtu huyo wote na alaaniwe. That's what Paul is saying here through the book of Galatians. Inamaanisha hivi, grace has been given to you. Grace is a voice that contains an answer to every plea, every cry of a child of God. Grace is a solution for those who are not able to pay the price. I know you are writing down. Grace is the only substitute for the price that men ought to pay. Unapotenda dhambi unastahili ufe. Lakini neema ikasema badala ya wewe kufa, wacha mimi nife kwa niaba yako. Kwa hivyo Yesu alipokufa akasema sasa hutakufa tena, ni kwa sababu mimi nimekufa badala yako. Na ukasema kwamba ndio unaweza kusamehewa. Kuna injili ndio ukasema kwamba ndio Mungu atakusamehe, lakini matendo ama matunda ya dhambi ulizofanya utazibeba. Nimekuja kutangazia hivi, hiyo haimaanishi itakuwa ni msamaha tena. Msamaha inamaanisha vitu mashariki na magharibi iliyo mbali, ndivyo dhambi zako zilizotekwa mbali na Mungu. Na Yesu anapokusamehe, anafanya kitu gani? Anakusamehe naye maovu yale ambayo ungepokea kwa sababu ya dhambi zako, yaliwekwa pamoja na Yesu Kristo msalabani. Sikia nikwambie, God will never punish the same thing twice on one person. He punished our suffering on the body of Jesus Christ on the cross. Therefore, He cannot punish the same mistake on you again. Amen. If He does that, it means the salvation you received was by your own strength, and that the death of Jesus Christ has got no power. Christianity is about love. Let me come to speak to the church of Colossians na kanisa la leo. Let me speak to GMI Church as a family. The word out there is crying. The word out there is bleeding. The word is under distress and rejection. The word has been rejected. The word is mourning. They have had all the law. If they have not had the law of God, the law of the land is already there. It is punishing them. It's a slavery already. They no longer want to hear about the laws, what you should do and what you should not do. They want to encounter the love of Christ Jesus from people who are born again. The law, you cannot keep it. The law is so tough on you. When the word is sounded out there, the
from the church. Listen to me. If you are not ready to reveal the love of Christ in the world out there, you are not born again. I repeat. If you cannot reveal the love of Christ to the generation out there, you are not born again. If you are born again, the character of Christ must be revealed in you. You can't carry the same law of the Old Testament, bringing them to the New Testament. Listen to me. You can't bring the Egyptian mentality into Canaan and succeed in Canaan. Canaan needs the mentality of Canaan. Hallelujah. Am I speaking to somebody here? Are you there? Are you there? Listen to me. The purpose for the church is to prepare the church for the coming back of Jesus Christ. And our purpose is to draw as many as possible to Christ. They should not find the same thing they found out there. If people left the world because of gossip, they should not find gossip in the church. If people were hated out there, they should not find hatred in the church. If people were rejected out there, they should not find rejection in the church. If you are still believing like the people of the world, you still have never encountered Jesus Christ. That's why some people are wondering, Pastor, you're not behaving like other pastors. You don't have protocols. It's because I'm no longer under the law. I am under the new dispensation of grace of Jesus Christ to reveal the love of Christ to the people. Jesus came for the people to serve the people, and not the other way around. Jesus loved everybody equally. As a born-again child of God, listen to me. You don't become good by not making mistakes. You living right is a product of what you received. It is what you receive that conforms you and that causes you, that programs you to live as per the grace you encounter. You don't stop drinking to become a good person or a believer. It's the one you receive who is Christ, who will cause you not to drink, to reveal exactly what you receive. That when people look at you, wanapokutazama, wanasema huyu mtu kuna kitu kilibadilika. Ni kwa sababu, listen to me, child of God. If you stop drinking to prove to the people you are a good person, it will become a burden. It's so hard. You cannot handle or manage. It is so difficult to abstain from making mistakes as long as you are living in a human body. But once you encounter the grace of God, it quenches away the thirst for sin, the burden for sin, the evil to commit crimes. You stop committing crime because you are able to encounter the love of God. You see people, you see Christ in them. You see everybody, you see the love of Jesus Christ. Therefore you are living a good life, not because you want to become good, but because you are good inside. And that's why people are able to see the Jesus in you. Hallelujah. I know nobody is preaching to you this gospel. Wanakuambia usizini, acha usharati, acha kuiba. Listen to me, child of God. Nikikwambia hiyo na hapa hapajabadilika, it will be a burden to you. You will stop the first week and the second week, and the third week you will commit the same mistake again. Why? Because the flesh and the spirit, they are ever in conflict, fighting until a man does not know what to do. But listen to me, child of God. Once Christ enters into your heart, who is the love of Christ, grace is able to melt and to quench away every desire to commit evil, that will find yourself doing things without being pushed. People who have never encountered the grace, you'll be pushed to pray. You'll be pushed to go to church. You'll be pushed to support people. You'll be pushed to help people. You'll be pushed to love people. Why? Because it is carnal. Let this become normal, automatic, because of the Christ you receive. Don't come out of this grace so fast. Paulo anasema, msiondoke kwa hii injili ambayo mlisikia haraka. Na mtu akiwahubiria chochote, listen to me. Let me bring this for you to understand well. Bwana sifiwe sana. Let me ask you, child of God. Kati ya gari na wokovu, ni kitu gani cha dhamana na cha maana kuliko kingine? I can't hear you. Ongea kwa sauti. Kati ya gari, kati ya shamba na wokovu,
Ni kitu gani cha dhamana kupokea kuwa nacho? Sijasikia. Sasa nataka ujibu vizuri kama mtu ambaye umeokoka. Kati ya wokovu na utajiri wa mamilioni, ni kitu gani cha dhamana ambacho unastahili kupokea kwanza? Wokovu. Ulilipa nini ndipo ukaokoka? Wangapi walilipia kitu wakaokoka? Haukulipa chochote ndio ukaokoka? Listen to me. You paid nothing to receive salvation, which cannot be compared to the wealth of the world. Sasa leo hii unajifanya unafunga siku 3 ili upokee gari. Are you normal? Yaani wokovu ambao ni muhimu sana, hukulipia gharama yoyote ukapokea. Lakini gari ambayo si ya dhamana unafasi ndio upate. Ilhali wenye dhambi wanaendesha magari na hawamjui Mungu. Nani anachezwa hapa? Nani anakili? Listen to me. You need to know what to value. When I say this, I'm not saying that fasting is bad. I'm not saying anyway fasting is bad. I fast. But listen to me. Fasting without being led by the Spirit is torture to the body, and you receive nothing from the Lord. Jesus did not fast because he wanted to fast. Read your Bible very well. The Bible says, and Jesus was led by the Spirit of the Lord into the wilderness. He was led. If you are not led, it is hunger strike. Can I go deeper? Fasting has nothing to do with God. It has everything to do with you. Nimekupata. Wanapasa nimefunga sana lakini hakuna kitu kinabadilika. Nimefunga siku 3. Nimeenda Katoloni, endelea Katoloni, enda wapi, everywhere, go everywhere. But listen to me. If you believe that prayer can give you anything, then it means the day you don't pray, you don't receive anything. You did not, salvation about you, okay, you did nothing. You are seated, you receive salvation. You are telling me that there are some work that Jesus does not do that you need to do to be delivered from. Kukiwa na kima inajua inaingia. Because what I'm simply doing, I'm indoctrinating you today. Na haribu ile injili na mafundisho potofu. Na nakupa mafundisho ya Yesu Kristo. Kile nikwambie, Yesu Kristo anauliza hivi, ni mzazi yupi mjinga ambaye mtoto akimwomba samaki atampa nyoka? Ama akiomba mkate atampa mawe? Anasema kama wazazi wa dunia ni waaminifu wanafanya hivyo, na Baba mbinguni atafanya namna gani? Listen to me. You need to understand that anything you receive from the Lord, it is not because of you. Usiniambia because I fasted for 3 days. That's what I said. No. It was the love of Christ that delivered whatever you have today. It's about fasting. There are people who are staying there. Shetani hakuli, nenda kwa shetani anakula. Watu wamefunga siku 2. Shetani hakuli. Listen to this. When you work, God will rest. Wakati unafanya kazi, Mungu atapumzika. Kwa sababu lazima uamke saa 8 za usiku ndio maombi yako ifika. Kwa sababu ulisahau kuamka saa 8 za usiku, kwa hiyo maombi yako haijafika. Alala. Usiku ni wakati wa kulala. Maandiko yanasema Mungu anawapatia usingizi wale anawapenda. Mimi si mchawi, usiweke hela na kunyamsha saa 9, animtime ya maombi, atuagani wanarusha, mimi narusha. Are you a witch? Atanarusha, wanarusha. Hey, the Bible says, if your enemy is hungry, feed him. Kama na kitu mpatie, utakuwa unaweka makaa ya moto juu ya kichwa chake. We don't fight the same way the enemy fights. Since we are believers, the Bible says, put on the full armor of Christ, that you may be able to quench all the darts of the enemy. Acknowledge the Lord, resist the devil, and the devil will flee. You don't need anything else. Put on the full armor of Christ. In other words, put on Christ. Hallelujah. Van Christo. When you put on Christ, what does it mean? I will talk about covenant another day. When you put on Christ, you have simply exchanged your battle. You have exchanged your war with Jesus Christ. What it simply means that whatsoever you are supposed to do, Christ is doing that for you. Your work is to believe and to receive what He has promised you. I will not touch myself.
Basi umenona sana siku hizi ni kama huombi. Who told you because hujanona wewe unaomba? Who said that? Huh? Who told you that because wewe hujanona unaomba? Kuna wengine hata kulala usiku. Let me tell you one thing, of God. Kuchukua Biblia na kuweka kwa dashboard ya gari yako, hawezi kuzuia gari yako kupata ajali. Kuchukua Biblia na weke chini ya pilo, hakuta kuzuia kuona ndoto mbaya. Because the devil has a bigger version of the Bible. He even challenged Jesus himself. Na kaambia Yesu imeandikwa. And you know what? Kila wakati Yesu anasema imeandikwa, shana mwambia imeandikwa. Sasa imeandikwa about imeandikwa. Until Jesus realized it's no longer about imeandikwa, but it's the one I carry in me. And when he spoke the rheumatology word of the Lord, he declared, "Hey, Satan, get away from me, I shall worship the Lord alone." When the rheumatology word of the Lord, in other words, when the actualization of the word of God in the spirit was released every time you release the word of God in your spirit, which is not about the written word, it's about the Bible, about the papers. The Bible says, "And let the kings," but the spirit gives life. Whatsoever you have memorized here, it's not enough until you are able to actualize the word of God. When you release the Brahma word of the Lord in your situation, that is when the enemy realizes this person does not only know the word, but he has the sword of the spirit, and therefore he swept away. For your information, sin is more dangerous than Satan. The Bible says, ukiona shetani, resist him, he will flee. About sin and someone, ukiona dhambi, flee. Meaning weakness is dangerous. Oh, you're not getting me. He said, you see devil, acknowledge me, resist him. What is to resist? To stand and oppose him. He will flee. But when you see sin, flee. Kuflee ni kutoroka bila mpango, bila wale unakimbia wapi, unapotea tu. Are you getting me? Are you there? I know I'm trying to teach you something your pastor never told you. Your pastor told you must fast for 3 days. It's good. Don't worry. I'm telling you, don't fast. You fasted. Did you receive it all? How many times have you been fasting? Even my text was being repetition mimi. I don't allow my children to go through the same. Mark prayer center every month. The first week or the last week, you go to prayer center. Now, how many people have not gone to a prayer center? I'm not taking myself. I've been the first one to be there. A lot of people in prayer centers who can get with problems. I'm telling you the truth. Go there. Go there tomorrow. Leave here tomorrow na uende kwa prayer center. Yote ambao unajua. Uangalie watu ambao wanakaa wamechanganyikiwa. It's true. I've been there, mami. Unaona nakaa. Alafu anatoka kwa prayer center kufanya nini? Kuomba. Anasema barabarani kuomba lift. Even the same way anakuwa kama kwa prayer center kumpatia basi ya kwenda nyumbani. Listen to me. Stop being ignorant. Acknowledge the Lord. Eat the word of God. Everything you need is available in the word. Your miracles are in the word. Your promotion is in the word. Everything you need is in the word. Anything outside the word is not from God and it's about to live your life. Wachungaji wamefanyisha watu kazi sana. Sana. Umekutesa. Na kuambia usipoomba mpaka magoti ichubuke. Then hujaomba. Sasa unakuja unajitesa mpaka magoti. Waislamu waliambiwa lazima uwe na alama nyeusi kwa nini? Kwa kichwa. Kwa hiyo inabidi mgonge kichwa mpaka alama ijitenge. It's not about the marks you have, my friend. Jesus has the mark already. I'm preaching good now, eh? Hallelujah. It's a good gospel. Injili kamili mzuri. Yes, alifunga mara ngapi? Once for 40 days. You have never seen Jesus go on to fast again. Do you know why he fasted? You want me to tell you why he fasted? You want to know why he just fasted? Now, Jesus was 100% human being. He was 100% God. But while he was living here, he was functioning in human being's body 100%. And when the time for his assignment had come,
He had to go and kill the flesh for 40 days in the wilderness so that he comes back as a spirit to function. You did not hear him after fasting. He came back as a carpenter anymore. He came back a different person. Transformed. To start working. That's why popote alikuwa anaenda, alikuwa anafanya miujiza. Wewe every week unafunga. Chuki na watu hawachi. Masengenyo imejaa. Watu wanakulia, majirani wanakulia. Caretaker anaomba utahama nini kwa hiyo plot. Kitu ikipotea wale the first suspect. That's what religious people are doing. Because wameteka siku yao ya kufunga. Mwezi fulani, mwezi wa Ramadhani tunafunga. Yeye hiyo mwezi umewekwa tu. Na watu wanafunga, yani as long as jua linaonekana hawakuli. Lakini jua likipotea wanakula. Wewe ukikula saa 11 asubuhi shida the whole day tumbo imefura. You don't need to eat. Alafu jua likitua tena. Jua likitua ana compensate. I'm not just against fasting. I'm against so many things. Listen to me. How do you receive from the voice of glory? How do you receive from the voice of grace? Listen to this, number one. Grace flows in the worry-free area of your life. Amen. May that amen have it in Jesus' name. Yani inamaanisha hivi. Neema inatembea na inafanya kazi sehemu ambazo hauna uoga. Any place you are worried, about, you suffer. Are we together? Confirm. Ukiwa na uoga kuhusu landlord, hujalipa rent. Ukiwa na uoga unakuwa na wasiwasi atafika. Ukiwa tu na uoga kuhusu budget na shopping ya mwezi, zitaisha zote wakati mmoja. Ukiangalia chumvi imeisha, mafuta imeisha, sukari imeisha, majani imeisha, the same time. Zote, that area you are worried about, listen to me. The heavens have connected you with provision. Because when you receive grace, you receive the connection of everything. I want to believe God that each one of you that you are listening to me here, at least, not if not all, you are leaving this place with a miracle today. Because once your mindset is changed, you go with your miracle automatically. Amen. Sikia nikwambie, ndani mwako kuna pipes zimeconnectiwa. Your finance inakuwa supply. Your food inakuwa supply. Your peace inakuwa supply. But that area you are worried about, you shrink the pipe of supply. Not that the Lord is not delivering. The Lord is delivering. But you have withholded the blessing from resting upon you. So you must live. Faith means resting. Faith means resting, not you working. Faith does not mean you work this way and faith work this way. Faith means rest. Are you together? And ulikuwa huna chakula, but you are assured the Lord shall supply all my needs according to his riches in glory through Christ Jesus. Therefore I rest and wait. Amen. Wakati unamwachia Mungu, he does what is exceedingly above all that you can think or even imagine. You must learn to live. Grace inakuambiaje? Grace flows where there are channels of peace and worry free. Mungu akasema anabadilisha nyasi wa jangwani na anabadilisha ndege. Analisha ndege. Hakuna siku umepata nyasi ikihangaika ya kwamba ni season imeanza kukauka, Bwana niletee nyasi zingine. Nyasi zimenyamaza. By the end of the day, the Lord clothes them. Can I tell you something? Stop worrying about what you cannot achieve. The Lord will work it out for you. Amen. What you cannot handle, give it to the Lord. Hallelujah. You know,
the gospel of grace has been messed up. Any group, any department in a church, including ladies meeting, youth meeting, men meeting, Sunday school meeting, praise and worship meeting, your main responsibility is to receive the love of Christ and give people love. Nothing else. Are you getting me? Tuna watu ambao hawajaokoka wanajua jinsi ya kuishi na amani na watu. Si kweli? Huh? You don't need to teach. Love everybody equally. So kuambia nini Sunday school mkija utakuwa unakuja ukiruka na mguu mmoja mmoja. All these things are mechanical. They don't do anything. If it's about living, I'm coming here to address even ladies, even during ladies meeting. Talk about people loving God and serving God with everything, giving people everything. And that's why Mommy was teaching you the other day about a heart after God's love. The heart after God. Okay? The heart after God. Nothing else. The heart of God. You are listening to the heart of other people. Hallelujah. I don't need to tell you how jinsi ya kubebea mume wako maji kupeleka kwa bafu. Wisdom is enough to teach you that. And you don't have the wisdom. I've written a book about it. Get that book, it will give you. In the church, we are learning about encountering the love of Christ and give to everybody else. Because if you go the truth about jinsi ya kubebea mume wako maji kupeleka bathroom, wengine hawana waume, does it mean they don't fit there? No, we are all children of God. We are all sons of God, ready to encounter the love of Christ. The love of Christ. Hallelujah. Hallelujah. And when people come and they don't get what you are giving to them, they start gossiping out there. They think you are attacking them or you are sidelining somebody. We are not sidelining anyone. We are here that everybody will encounter the love of Christ. Hallelujah. We are all going to encounter the love of Christ. Men, when we meet, we are not talking about anything else about how to beat your wives. We are meeting on how to love Christ and introduce Christ to your family. Because you are the priest. Maybe the Western world is destroying the church. Western is bringing Western shit to the church. Whereby in the church, you know, women and men, we are equal. We are not equal. That's a wrong gospel. We are not equal. We are not. The Bible, what does the Bible say? A man coming to tell my wife doesn't love me. Did the Bible command a woman to love the wife? The man. Where did you see that? You see what? At you men, you are the one who love them. They want you only to submit. Men love your women. Women submit to the husbands. Not to every woman, not to every man. Women submit to who? And men do what? Love your wives. And Pastor, mke wangu hanipendi. Of course, I said kukupenda. She only needs to submit to you. You should translate submission to love. Praise the Lord. When you misinterpret the Bible, that's where the problem begins. At wanaume speak, we are all equal. What a man can do, a woman can lie. A lie. A man cannot give back. A woman can give back. Right? So who told you that what a man can do, a woman can do as well? If you can do what a man can do, you can stay alone. You don't need to get married. Because you can still do what you can do. That concept is killing the church. Why? Because anytime you equal yourself with God's authority, you disconnect the flow of God's authority and ordained procedure. God has commanded that the order will come like this. Any woman sitting on the husband and you are here, you need to repent today. Did I say right? Kuna wanawake mzee haongeangi, amekaliwa hata si chapati. Hiyo ni kitu kingine tu, amekaliwa na nyundo sijui. Wengine hata na mtananga hizi kesi hapa during counseling. Mama anapiga mzee na yeye anapiga nduru. Watu wakija wanapata mwenye alikuwa anapiga nduru akosea. Mwenye alikuwa anapiga yako na alama. But because men are scared of saying mimi nilikuwa napigwa na nyamaza.
Kama uko mwanaume na uko hapa na unaishi na mke wako hapa ndani Nairobi, umemshika kuleta kanisani amekukalia. You are not even able to bring your man to church. Umekaliwa my friend. Because you are not able to take charge of your family anymore. And that one brings a disconnect of blessings. Biblia inasema kwamba mafuta yanatoka kwa kichwa cha Haruni, kwa ndevu, kwa nguo mpaka kwa miguu. I'm teaching you pure gospel here. Amen. Hallelujah. Ladies, you are not equal. Umerudi late, hata kesho narudi late. Continue. Nowadays umefunga classes za counseling zote, uonana na pastor umefunga. No more. Tukutana hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Injili inaingia. I'm teaching you the right gospel. You know, many people are praying their prayers cannot be answered because you are wrongly positioned. You are not where you are supposed to be as you pray. Endo kanyage kwa maji, ukiwa umesimama ndani ya maji ushike waya ya stima uone. Utatembelewa siku hiyo. So it means you are standing on a wrong place. Ladies, stand on your position. Men, stand on your position. Youth, stand on your... Wengine wenu hapa tumeimba fanyia Mungu kazi, hamtaki. Enda kwa preservation, hutaki. Ushering, hutaki. Everything, hutaki. Ngoja tu siku atakutembelea kama Samueli, kama Isaya na Hezekia. Kwamba leo nataka roho yako. Nyono utakumusha Mungu na nini? Hezekia aliambia Mungu, ati Mungu anataka niende. Maana nabii alienda kaambia Isaya, Hezekia, wewe fanye panga mambo ya nyumba yako, maana leo wewe kukufa unakufa, wewe uishi. Hezekia akasikia, na ndio nilikuwa nimeapply loan mpya. Ndio nadhani hapana. Nikamwambia Mungu, sikia, kumbuka vile nimefanya kazi kanisa. Unakumbuka vile nilikuwa naosha kanisa? Nilikuwa napanguza. Nilikuwa nasaidia hii. Nilinunua speaker kanisani. Nilinunua microphone. Wakati Samuel anaendelea kwenda, Mungu amenikumbusha kitu. Huyu mwambie nimemuongeza miaka. Ndio brother Hezekia. Mungu amesema amesikia kilio chako. Na amekuongeza miaka ngapi? 15. Out of 15 years, Hezekia akazaa mtoto anaitwa nani? Manase. Na out of Manase line ya Yesu Kristo ikazaliwa. Out of every bonus he had given to you, a miracle comes like it. COVID inaua watu wao umesurvive. My friends, are bonus. Let me tell you, it's a bonus. Hii kitu upepo. Wewe ile siku ulikuwa unashika homa kama kaza unakuja labda ulipata hiyo kitu. Lakini Bwana Yesu akakusave. Aiya. Ulipona? Hallelujah. Therefore, it's a bonus he has given to you. Live well, serve the Lord. Some of you don't need to do anything, you just need to be in the church serving the Lord and you receive a miracle. Zakaria, jamaa alikaa miaka yote akazeeka bila mtoto, lakini akisema kazi yake atakuwa anafanya kazi kwa madhabahu. So one day was in the church serving the Lord. Akaona malaika upande wa right wa madhabahu. Akaambia usizi, akamwambia Zakaria, next year time like this your wife Elizabeth will have a child. Na kabla mtu anaomba, you just serving the Lord. Hallelujah. Serve the Lord. Did I give you the story of two ladies? Walikuwa wanafanya kazi kanisani kila siku. Wote walikuwa tasa, hawakuwa na watoto, na wakaamua because sasa tuna watoto kusumbua. Let us commit ourselves to serve the Lord. Kila Jumamosi walikuwa wanakuja kanisani, wanaosha kanisa, wanapanga viti, alafu kimaliza nishikana mikono naomba naambia Mungu, utukumbuke. Kwa hii kazi tunafanya kwa nyumba yako Bwana. Tukumbuke na tunda la tumbo letu, au tubariki na uzao tumbo letu, tubariki na watoto. Kila siku mmoja akachoka. Mmoja akasema, sisi tunakuwa tukiosha kanisa kila siku peke yetu na wengine akakaa. Kumbe siku hiyo Mungu ametuma malaika na watoto wawili, akawaambia enda kwa hiyo kanisa. Kuna watu wanafanya kazi hapo, ukifika wenye utapata wanafanya kazi, give them the children. Sasa siku malaika alipokuja, akapata mmoja amekaa hapo chini na chat Facebook. Na mwingine naye anaosha kanisa. Na aliambiwa apatie nani? Mwenye anasabu. Haigeni akapata alikuwa anasabu. Akampa watoto wote. Sasa akanyamaza. Baada kidogo huyu mmoja akaanza kuwa manager. You know manager? Unawajua? Manager pole tunatembea pole manager. Sasa mwenzake akasema, my friend, nini imeendelea? Akauliza mwenzake akamwambia, mimi mwenzio nikabarikiwa. Mungu amenipa. Huyu Mungu aliyekunyima ndiye amenipa mimi. Sasa huyu dada akachoka. Akaenda kuomba akamwambia Mungu, you must tell me why
You have blessed her and not me, yet we will serve God together. Mungu akamwambia, kwani wewe huna? Hapana. Na huyu ndakona, niache nichunguze kuna nini. Malaika alimwambia, Bwana ulituambia tupatie yule mtu tunapata kufanya kazi. Na tulipata kwa hiyo kanisa, na tulipata huyu alikuwa anafanya kazi kwa hiyo kanisa. Hivyo basi tumempatia mapacha, kuna mapacha. Na mwenzake hana. Akamwambia malaika alikuja na akapata wao walikuwa wanafanya kazi, wewe ulikuwa unafanya kazi na ulikuwa umekaa. Kwa hivyo alikuja na watoto wengine wote aliwapatia huyu jamaa. Because he was serving the Lord. Can I tell you something? Wewe sio shabiki wa kandanda, alikuja tukaa kanisani kuangalia na kusupervise na kushangilia pastor. You are here to serve the Lord. Each one of you are here to serve the Lord. I want to see you preaching. I want to see you preaching. Because listen, can I tell you something? The gospel we are preaching here is different from the gospel out there. This is a gospel of grace. If it's what other people are preaching out there, they are doing better than us. They can continue doing. But we are here because of the gospel of what? Grace. So when we do what they are not doing, we become relevant. You meet people and tell them, unapata watu ambao utakutana watu wanakuambia sisi tuko na siku tatu kanisani kuomba juu ya nini? Mungu anataka kufunga ni mambo gani? Juu ya Bwana. Unamwambia you don't need to fast for your husband. You can only believe God and things will do well. Why do you get that for? No, we need to fast. No, you don't need to fast. You just need to believe. And by that time, your life alone will be telling why you'll be enjoying the grace of God. Then you'll be making news noiselessly. You don't sweat, but you're making news. Miracles will carry your life. Every day people are surprised. Now to me, my wife sometimes anashangaa na mimi. Miracles every day. Every day zinakuja mpaka sema hii ni grace kweli. It's true. It is grace. Why? Because I decided to rest. Nilifanya kazi mwenyewe nikachoka. Sasa ni wakati wangu kufanya nini? Kupumzika. Amen. Joseph alijaribu kupigana hangeweza. Out of 11 brothers, mtu mmoja hangeweza. Walikuwa wanamshika mtete wanatupa kwa shimo. Akakupigana. Wakakauza hajafanya chochote. Kule hapo kwa nje ugenini akapelekwa jela hafanya chochote. He rested. Listen to me. When you rest, the Lord will plan on how to surprise people. And when the surprise comes, you may look like you have forgotten. Whatever has taken people years to receive, it will take even a day to be celebrated. I'm looking for the child of God who will be celebrated for that. Amen. Can I tell you something? When you rest under grace, it's not about your education. The rest is not for the swift. Victory and success is not for the wise.